Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristu, na karibuni sana katika tafakari ya masomo ya leo, ikiwa ni Dominika ya pili katika kipindi cha Kwaresma, ukitafakari nasi mapadre wa shirika la Roho Mtakatifu. Leo ningependa tutafakari kuhusu wito wa kuondoka tulipo katika safari yetu ya imani, kama tunavyoona katika masomo yetu ya leo. Katika somo la kwanza tunamwona Abrahamu kabla hajaanza kuitwa Abrahamu akipewa baraka na Mwenyezi Mungu baada ya kufika katika nchi aliyoahidiwa na Mungu. Mungu anamwambia kuwa nitakupa nchi yote hii, na zaidi ya yote uzao wako utakuwa kama nyota za angani na kama mchanga wa bahari. Tena katika Injili ya leo kutoka Mtakatifu Luka tunaona Yesu akigeuka sura yake akiwa na wanafunzi wake watatu, Petro, Yohane na Yakobo, kule juu mlimani. Akawaonyesha utukufu wake, kwamba hata baada ya mateso yote atakayoyapitia katika safari ya Kalvari atatukuka. Naye Musa na Eliya wakatokea kumshuhudia, ishara ya kwamba Torati ambayo ndiyo sheria ya Musa pamoja na unabii sasa vinatimizwa katika kupitia kwake Kristo. Sauti ya Mungu Baba nayo ilimshuhudia Kristo kwamba ndiye mwanaye mpendwa. Baada ya kuona utukufu huo, tunamuona Mtume Petro alitaka kujenga vibanda vitatu ili wabaki pale kwenye utukufu, maana palikuwa pazuri. Ndugu zangu wapendwa, nikipenda leo hii tujiulize kama tuna imani kama ya Abrahamu ambaye alikubali wito wa kuondoka alipokuwa anaishi na alipokuwa amepazoea ili akapewe ahadi ya baraka. Ingawa ni vigumu kuacha vitu ambavyo tulikuwa tumevizoea, lakini bado ni muhimu katika safari yetu ya Ukristo. Ndiyo maana ujumbe mkubwa wa Kwaresma ni kujinyima vitu fulani ambavyo vinatufurahisha sisi wenyewe, vitu tulivyovizoea. Ndiyo maana kuna kufunga katika Kwaresma na kuna kufanya matendo ya huruma ili tujinyime sisi starehe, tujinyime vitu tunavyovipenda ili kuwafaidi wengine. Na kuna baraka zaidi katika kuwafaidi wengine kuliko kujifaidi wenyewe kila wakati. Kwa hiyo kama Abrahamu, kuna vitu tunastahili kuviondokea ili kupata baraka ya Mungu. Kuondokea hivyo vitu kunatuweka katika nafasi ya Mungu kutufanyia mambo makubwa. Katika Injili kwenye mlima Tabori, Yesu anapogeuka sura yake, tunaonyeshwa utukufu wa Pasaka baada ya mateso ya Kalvari. Yesu atakuja kutukuzwa katika ufufuko, na sisi wote tunautamani huo utukufu. Sisi wote tunatamani hayo mazingira ya Pasaka. Sisi wote tunatamani kipindi cha Pasaka kifike, ambapo tutaweza kuimba na kushangilia. Tutakuwa tunaimba haleluya na shangwe zote baada ya kipindi cha Kwaresma, kipindi ambacho kina furaha, kipindi ambacho hatufikiri kuhusu mateso. Kwa hiyo tunatamani kuwa hapo. Na ndiyo maana Yesu anapogeuka sura na kuwaonjesha wanafunzi wake hayo mandhari ya Pasaka, Petro ameshindwa kujizuia, na sasa anataka kujenga vibanda ili wakae pale, maana kuna utukufu, maana kuna furaha, maana kuna shangwe. Hajui lazima warudi chini kwenye mlima, kule chini ya mlima, ili kwanza Yesu ateswe, apitie kwenye njia ya Kalvari tunayoita njia ya msalaba, ili wapate kufikia huo utukufu walioonjeshwa na Yesu. Lakini pia hajui lazima warudi kule chini ili yeye mwenyewe akatangaze Injili, ateswe katika utangazaji wake wa Injili, katika kumshuhudia Kristo, ili baadaye naye aufikie huo utukufu. Kwa hiyo
Wanafunzi hata nao pia lazima waondoke kwenye hali zao za kuridhika ili wapate utukufu. Na ndiyo maana wengi tunaowasoma mitume wa Yesu pia walipitia changamoto nyingi sana. Hata Wakristo wa kanisa la kwanza walipitia changamoto nyingi sana ili tupate kujenga misingi ya Ukristo wetu. Ndugu zangu, basi tujiulize, ni mazingira gani ambayo tunafaa kuondokea ili kupata utukufu wa Pasaka? Huenda ikawa ni tabia zetu, huenda ikawa ni mahusiano yasiyofaa, mahusiano mabaya, huenda ikawa pia ni mawazo yasiyojenga. Tukiyaondoa hayo, ambao ndio mwito wa Kwaresma, ndipo tutakapoweza kubadilisha maisha yetu, labda ndipo tutakapopokea baraka zetu. Kwa hiyo katika kipindi hiki cha Kwaresma, ndugu zangu, tujitahidi kuitika wito wa kuondokea na kuachilia. Tutoke juu ya mlima, tuteremke chini ya mlima kwenye changamoto. Tutoke kule juu, tuje kutangamana na watu wa kawaida. Tusahau nafasi zetu katika maisha, tusahau hata mali tulio nayo, tusahau shibe tulio nayo, tutangamane na walio na njaa ili tuweze kuona kukumbana na changamoto za kila siku, na baada ya hayo ndipo tutakapoweza kuona utukufu wetu. Tutangamane na mateso ya kila siku, kwenye mateso na magumu, ili baadaye tuone utukufu na kuufurahia. Maana maisha yana vyote viwili, kuna furaha na kuna wakati pia wa uchungu. Kuna wakati wa kuteseka, wakati wa na kuna wakati wa kufurahia. Mara nyingi kama Wakristo tunashindwa kuona kwamba tunahitaji vyote viwili. Kwanza kupitia changamoto za kawaida ili tupate tukiwa tunatayarishwa kupata mambo makubwa yanayotungojea. Je, tuko tayari kwenye kuondoka maeneo yetu ya faraja? Tuyatafakari hayo kama Wakristo Jumapili ya leo, na Mungu awalinde na kuwabariki kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.